Mama mkubwa ameonyesha hali nyingine ya kutopendezwa na mazungumzo yaliyoendelea, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba huenda kuna kitu anakifahamu, japo baadhi ya watu bado hawajamuelewa kutokana na kuonekana kama ana support pande mbili. Yote kwa yote inabidi mama Kelvin aweze kuondoka pale. Lakini pia Kelvin kuna kitu anakifahamu, kitu ambacho kitaweza kumsaidia juu ya haya yote. Uende ukawa unajiuliza kwamba ni kipi hicho? Basi ni ukaribishe katika uchambuzi, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Net ya KSM na nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina. Kabla ya yote, katika video hii tutapata nafasi pia kuzungumzia baadhi ya mambo mengi kadhaa, lakini kitu cha msingi zaidi ni kualiki na nikwambie tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kufika hapa, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukitufuatilia vizuri kabisa na unapenda na unathamini mchango wa tamthilia hizi, hasa ukiwa ni miongoni mwa watu ambao unapata nafasi ya kujifunza vitu vingi sana, basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama kweli unaipenda tamthilia hii na kuweza kuikubali, basi nikwambie tu kwamba fanya kitu cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Katika hatua iliyopita tumeweza kutazama mambo mengi kweli, lakini katika hatua ijayo tutakwenda kutazama mambo mengi kweli. Mambo hayo yatakuwa yakiwa na malengo tofauti, hasa lengo zima ikiwa ni kuweza kutoa burudani, lakini pia kuweza kutoa mafunzo kadhaa ambayo ni lengo la kuweza kujifunza huku ukipata burudani. Kwa hivyo yote hayo hapa utapata nafasi ya kuweza kuyachambua kwamba kwa wale ambao hawajaelewa, lakini pia kwa wale ambao hawajapata funzo lolote, kwa sababu katika movie hii lazima kila kitu uweze kukichukulia katika pande nyingine. Usipokifikiria zaidi, basi unaweza kujikuta haujajua kile kilichotokea, ukajua labda ni burudani tu, labda ni manyanyaso tu, lakini kuna vitu kadhaa ambavyo inabidi uweze kujifunza. Kwa mfano, kuna point ya kunoti pale ambapo Kelvin alionekana akimvisha pete yule ambaye ni mpenzi wake ambaye ni Meli, ambaye ni kama mke wake japokuwa hawajawahi kulala naye. Lakini sasa ukiachana hayo ni kwamba kwa nini hataki kulala naye, nitakujuza hapa. Lakini pia ukiachana hayo pia kwa nini alipiga magoti yule kati alipokuwa akimvisha pete, nitakufahamisha hapa. Kama nilivyokujuza, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini kabla sijaongea mengi zaidi, nikwambie tu kwamba unao nafasi pia kudondosha maoni yako hapo chini, hasa ukitujuza kwa upande wako wewe ni kitu gani au ni vitu gani ambavyo unahisi viweze kuongezwa kwa sasa kupitia tamthilia hii. Maoni ya watu wengi sana kupitia social media mbalimbali waliweza kuzungumza kwamba inabidi Kelvin ya Donta TV kupitia hii Donta Family basi waweze kuongeza baadhi ya matukio pia, ili kuleta uzuri na watu kufuatilia matukio mengi zaidi, ili kusudi kuweza kuwa na matukio mengi zaidi katika hizi episode. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakizungumzia kwamba je, movie hii au imejitosheleza hapa au tuongeze baadhi ya scene? Dondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha tuweze kuanza moja kwa moja. Wakati hatua inatamatika, tuliweza kumuona mama mkubwa akiwa anawaza sana, akiwa anajifikiria kwamba je, hawa watu wana malengo gani? Kwa nini? Kwa sababu alisikiliza mazungumzo ya sehemu mbili na zote aliweza kuzisikiliza vizuri. Lakini pia kumbuka mpango wa mama Kelvin, yeye hataki kuondoka pale, kwa sababu kama akiondoka atakuwa malengo yake hayajatimia. Kwa hivyo inabidi aweze kubaki, kitu ambacho anakipambania, na ndio maana alijaribu kujibadilisha aweze kuweka ile tunaita kwamba ni sura ya unafiki au unafiki ambao aliweza kufanya ili kusudi kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kwamba upande wa Kelvin anakuwa hana wasiwasi naye kutokana na hisia endapo zikimgusa. Kwa hivyo mpango wake ulikuwa ni huo, ndio maana anataka aendelee kubaki ili kusudi aweze kukamilisha jambo lake ambalo watu wengi hawapendezwi nalo. Wanatamani pia watu wengi aweze kuondoka. Lakini pia ukiachana hao ni kwamba watu wengi ambao wajiuliza kwamba ni kweli mamake na Kelvin alikuwa akisema kwamba amezaa mtoto ambaye ni Zuzu, lakini hajui ukweli na walisia kwa nini Kelvin hataki kulala na huyu ambaye ni Meli, hataki kulala naye. Kama tulivyoona ameweza kumpatia pete na nini, lakini yote kwa yote ni kwamba bado kuna kitu ambacho kwa upande wa Meli bado hajalizishwa nacho, kutokana na hajapata nafasi ya walau kuweza kulala na Kelvin. Na hapa Kelvin kitu ambacho anakiogopa, watu wengi ambao wanajiuliza kwa nini anaogopa asiwezi kumpa ujauzito, ndio kitu ambacho anakiogopa, kwa sababu kama unavyojua mambo yaliyopo nyuma pazia yanafahamika zaidi. Lakini huyu ambaye ni bi mkubwa, yeye anakwenda kufuatilia, kwa sababu kumbuka alishakwisha kuwauliza swali ambalo alimuuliza Kelvin, ndilo swali hilo alienda kumuuliza yule mdada. Lakini kama uligundua pale ni kwamba Kelvin kuna kitu ambacho amekigundua kinaendelea. Alikigundua wapi? Amekigundua wakati ambapo
alipokuwa akiwa amemkuta Mary ambaye ni mke wake na kumuuliza kwamba mama amekuja kufanya nini huyu bi mkubwa, na ndipo Mary akasema kwamba ni mambo tu ya kike, japo Kelvin hakutaka kujaji kwa sababu hata kama ni mambo ya kike lazima huyu ni mke wake angeweza kumwambia, lakini ni kama amemficha hivi. Kwa hivyo hapo ni kama point fulani ameweza kuzinoti kwamba kuna kitu ambacho cha kitofauti ambacho kinazidi kuendelea. Lakini mambo mengi zaidi na ni kuhusiana na Mwamba, ambapo alivyoweza kuambiwa kwamba ana ujauzito. Jamaa aliweza kufikiria na kukumbuka na kugundua kwamba ni kweli ile mimba ni ya kwake, lakini hapa lazima atamwambia aweze kuitoa. Lakini sijui sasa kwa upande wa yeye atajisikiaje au atafanyeje, sijajua kwa yote na yote, lakini na imani kubwa huenda kani miongoni mwa watu ambao unazidi kujifunza vitu vingi na kuenjoy kabisa. Kitu cha msingi ni kwamba kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo, pia miongoni mwa vitu vya msingi kabisa kuweza kuonesha upendo wako. Kama kweli unaipenda na kufurahia tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe. Kama nilivyokujuza, kwa siku ya leo utapata nafasi pia kuweza kusikiliza maoni yako, hasa kwa upande wako ni kipi ambacho wewe unakitamani kiweze kuwa, au ni vipi ambavyo viweze kuongezwa. Kama unatamani tamthilia hii iweze kuwa inarushwa kila siku, pia unaweza kudondosha maoni yako hapo chini na utaweza kuyasikiliza. Basi hakikisha kitu cha msingi ni kwamba unabonyeza neno subscribe. Kama unatamani tamthilia hii iweze kurushwa kila siku, basi bonyeza neno subscribe, unafikisha dondosha maoni yako hapo chini, alafu tutakutana wakati mwingine. Asante. Hii ni Bongo Movie Network, usiache kudondosha maoni yako hapo chini. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Mama mkubwa ameonyesha hali nyingine ya kutopendezwa na mazungumzo yaliyoendelea, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba huenda kuna kitu anakifahamu, japo baadhi ya watu bado hawajamuelewa kutokana na kuonekana kama ana support pande mbili. Yote kwa yote, inabidi mama Kelvin aweze kuondoka pale, lakini pia Kelvin kuna kitu anakifahamu, kitu ambacho kitaweza kumsaidia juu ya haya yote. Wewe ndio unajiuliza kwamba ni kipi hicho? Basi ni ukaribishe katika uchambuzi, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, kiasi mpekee bwana nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina. Kabla ya yote, katika video hii tutapata nafasi pia kuzungumzia baadhi ya mambo mengi kadhaa, lakini kitu cha msingi zaidi ni kualiki na nikwambie tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kufika hapa, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kutufuatilia vizuri kabisa na unapenda na unathamini mchango wa tamthilia hizi, hasa ukiwa ni miongoni mwa watu ambao unapata nafasi ya kujifunza vitu vingi sana, basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama kweli unaipenda tamthilia hii na kuweza kuikubali, basi nikwambie tu kwamba fanya kitu cha msingi kwamba
hakikisha unabonyeza neno subscribe. Katika hatua iliyopita tumeweza kutazama mambo mengi kweli kweli, lakini katika hatua ijayo tutakwenda kutazama mambo mengi kweli kweli. Mambo hayo yatakuwa yakiwa na malengo tofauti, hasa lengo zima ikiwa ni kuweza kutoa burudani, lakini pia kuweza kutoa mafunzo kadhaa ambayo ni lengo la kuweza kujifunza huku ukipata burudani. Kwa hivyo yote hayo hapa utapata nafasi ya kuweza kuyachambua kwamba kwa wale ambao hawajaelewa, lakini pia kwa wale ambao hawajapata funzo lolote, kwa sababu katika movie hii lazima kila kitu uweze kukichukulia katika pande nyingine. Usipokifikiria zaidi, basi unaweza kujikuta haujajua kile kilichotokea, ukajua labda ni burudani tu, labda ni manyanyaso tu, lakini kuna vitu kadhaa ambavyo inabidi uweze kujifunza. Kwa mfano, kuna pointi ya kunoti pale ambapo Kelvin alionekana akimvisha pete yule ambaye ni mpenzi wake, ambaye ni Mary, ambaye ni kama mke wake japokuwa hawajawahi kulala naye. Lakini sasa ukiachana hayo ni kwamba kwa nini hataki kulala naye, nitakujuza hapa. Lakini pia ukiachana hayo pia kwa nini alipiga magoti wakati alipokuwa akimvisha pete, nitakufahamisha hapa. Kama nilivyokujuza, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini kabla sijaongea mengi zaidi, nikwambie tu kwamba unao nafasi pia kudondosha maoni yako hapo chini, hasa ukitujuza kwa upande wako wewe ni kitu gani au ni vitu gani ambavyo unahisi viweze kuongezwa kwa sasa kupitia tamthilia hii. Maoni ya watu wengi sana kupitia social media mbalimbali waliweza kuzungumza kwamba inabidi Kelvin ya Donta TV kupitia hii Donta Family basi waweze kuongeza baadhi ya matukio pia, ili kuleta uzuri na watu kufuatilia matukio mengi zaidi, ili kusudi kuweza kuwa na matukio mengi zaidi katika hizi episode. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakizungumzia, kwamba je, movie hii au imejitosheleza hapa au tuongeze baadhi ya scene? Dondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha tuweze kuanza mmoja kwa moja. Wakati hatua inatamatika, tuliweza kumuona mama mkubwa akiwa anawaza sana, akiwa anajifikiria kwamba je, hawa watu wana malengo gani? Kwa nini? Kwa sababu alisikiliza mazungumzo ya sehemu mbili na zote aliweza kuzisikiliza vizuri. Lakini pia kumbuka mpango wa mama Kelvin, yeye hataki kuondoka pale, kwa sababu kama akiondoka atakuwa malengo yake hayajatimia. Kwa hivyo inabidi aweze kubaki, kitu ambacho anakipambania, na ndio maana alijaribu kujibadilisha aweze kuweka ile tunaita kwamba ni sura ya unafiki au unafiki ambao aliweza kufanya ni kusudi kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kwamba upande ule upande wa Kelvin anakuwa hana wasiwasi naye kutokana na hisia endapo zikimgusa. Kwa hivyo mpango wake alikuwa ni huo, ndio maana anataka aendelee kubaki kusudi aweze kukamilisha jambo lake ambalo watu wengi hawapendezwi nalo. Natamani pia watu wengi aweze kuondoka. Lakini pia ukiachana hao ni kwamba watu wengi ambao wajiuliza kwamba ni kweli mamake na Kelvin alikuwa akisema kwamba amezaa mtoto ambaye ni Zuzu, lakini hajui ukweli na uhalisia kwa nini Kelvin hataki kulala na huyu ambaye ni Mary, hataki kulala naye. Kama tulivyoona ameweza kumpatia pete na nini, lakini yote kwa yote ni kwamba bado kuna kitu ambacho kwa upande wa Mary bado hajalizishwa nacho, kutokana na hajapata nafasi ya walau kuweza kulala na Kelvin. Na hapa Kelvin kitu ambacho anakiogopa, watu wengi ambao wanajiuliza kwa nini anaogopa asiwezi kumpa ujauzito, ndio kitu ambacho anakiogopa, kwa sababu kama unavyojua mambo yaliyopo nyuma pazia yanafahamika zaidi. Lakini huyu ambaye ni bi mkubwa, yeye anakwenda kufuatilia, kwa sababu kumbuka alishakwisha kuwauliza maswali. Swali ambalo alimuuliza Kelvin ndilo swali hilo alienda kumuuliza yule mdada. Lakini kama uligundua pale ni kwamba Kelvin kuna kitu ambacho amekigundua kinaendelea. Alikigundua wapi? Amekigundua wakati ambapo alipokuwa akiwa amemkuta Mary ambaye ni mke wake na kumuuliza kwamba mama amekuja kufanya nini huyu bi mkubwa. Na ndipo Mary akasema kwamba ni mambo tu ya kike, japo Kelvin hakutaka kujaji, kwa sababu hata kama ni mambo ya kike lazima huyu ni mke wake, angeweza kumwambia, lakini ni kama amemficha hivi. Kwa hivyo hapo ni kama point fulani ameweza kuzinoti kwamba kuna kitu ambacho cha kitofauti ambacho kinazidi kuendelea. Lakini mambo mengi zaidi na ni kuhusiana na mwamba ambapo alivyoweza kuambiwa kwamba ana ujauzito. Mali weza kufikiria na kukumbuka na kugundua kwamba ni kweli ile mimba ni ya kwake, lakini hapa lazima atamwambia aweze kuitoa. Lakini sijui sasa kwa upande wa yeye atajisikiaje au atafanyeje, sijui kwa yote na yote. Lakini na imani kubwa huenda kani miongoni mwa watu ambao unazidi kujifunza vitu vingi na kuenjoy kabisa. Kitu cha msingi ni kwamba kama nilivyokujuza,
hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo pia miongoni mwa vitu vya msingi kabisa kuweza kuonesha upendo wako. Kama kweli unaipenda na kufurahia tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe. Kama nilivyokujuza, kwa siku ya leo utapata nafasi pia kuweza kusikiliza maoni yako, hasa kwa upande wako. Ni kipi ambacho wewe unakitamani kiweze kuwa, au ni vipi ambavyo viweze kuongezwa? Kama unatamani tamthilia hii iweze kuwa inarushwa kila siku, pia unaweza kudondosha maoni yako hapo chini na utaweza kuyasikiliza. Basi hakikisha kitu cha msingi ni kwamba unabonyeza neno subscribe. Kama unatamani tamthilia hii iweze kurushwa kila siku, basi bonyeza neno subscribe, unafikisha dondosha maoni yako hapo chini, alafu tutakutana wakati mwingine. Asante. Hii ni Bongo Movie Network, usiache kudondosha maoni yako hapo chini. Mama mkubwa ameonyesha hali nyingine ya kutopendezwa na mazungumzo yaliyoendelea, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba huenda kuna kitu anakifahamu, japo baadhi ya watu bado hawajamuelewa kutokana na kuonekana kama ana support pande mbili. Yote kwa yote, inabidi mama Kelvin aweze kuondoka pale, lakini pia Kelvin kuna kitu anakifahamu, kitu ambacho kitaweza kumsaidia juu ya haya yote. Uende ukawa unajiuliza kwamba ni kipi hicho? Basi niukaribishe katika uchambuzi, na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, ikisampekea kwa nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina. Kabla ya yote, katika video hii tutapata nafasi pia kuzungumzia baadhi ya mambo mengi kadhaa, lakini kitu cha msingi zaidi ni kualiki na nikwambie tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kufika hapa, lakini pia kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakitufuatilia vizuri kabisa na unapenda na unathamini mchango wa tamthilia hizi, hasa ukiwa ni miongoni mwa watu ambao unapata nafasi ya kujifunza vitu vingi sana, basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kama kweli unaipenda tamthilia hii na kuweza kuikubali, basi nikwambie tu kwamba fanya kitu cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Katika hatua iliyopita tumeweza kutazama mambo mengi kweli, lakini katika hatua ijayo tutakwenda kutazama mambo mengi kweli. Mambo hayo yatakuwa yakiwa na malengo tofauti, hasa lengo zima ikiwa ni kuweza kutoa burudani, lakini pia kuweza kutoa mafunzo kadhaa ambayo ni lengo la kuweza kujifunza huku ukipata burudani. Kwa hivyo yote hayo hapa utapata nafasi ya kuweza kuyachambua, kwamba kwa wale ambao hawajaelewa, lakini pia kwa wale ambao hawajapata funzo lolote, kwa sababu katika movie hii lazima kila kitu uweze kukichukulia katika pande nyingine. Usipokifikiria zaidi, basi unaweza kujikuta haujajua kile kilichotokea, ukajua labda ni burudani tu, labda ni manyanyaso tu, lakini kuna vitu kadhaa ambavyo inabidi uweze kujifunza. Kwa mfano, kuna point ya kunoti pale ambapo Kelvin alionekana akimvisha pete yule ambaye ni mpenzi wake, ambaye ni Mary, ambaye ni kama mke wake, japokuwa hawajawahi kulala naye. Lakini sasa ukiachana hayo ni kwamba kwa nini hataki kulala naye, nitakujuza hapa. Lakini pia ukiachana hayo pia, kwa nini alipiga magoti wakati alipokuwa akimvisha pete, nitakufahamisha hapa. Kama nilivyokujuza, kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini kabla sijaongea mengi zaidi, nikwambie tu kwamba unao nafasi pia kudondosha maoni yako hapo chini, hasa ukitujuza kwa upande wako wewe ni kitu gani au ni vitu gani ambavyo unahisi viweze kuongezwa kwa sasa kupitia tamthilia hii. Maoni ya watu wengi sana kupitia social media mbalimbali waliweza kuzungumza kwamba inabidi Kelvin Donta TV kupitia hii Donta Family basi waweze kuongeza baadhi ya matukio pia, ili kuleta uzuri na watu kufuatilia matukio mengi zaidi, ili kusudi kuweza kuwa na matukio mengi zaidi katika hizi episode. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakizungumzia, kwamba je, movie hii au imejitosheleza hapa au tuongeze baadhi ya scene? Dondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha tuweze kuanza moja kwa moja. Wakati hatua inatamatika, tuliweza kumuona mama mkubwa akiwa anawaza sana, akiwa anajifikiria kwamba je, hawa watu wana malengo gani? Kwa nini? Kwa sababu alisikiliza mazungumzo ya sehemu mbili na zote aliweza kuzisikiliza vizuri. Lakini pia kumbuka mpango wa mama Kelvin, yeye hataki kuondoka pale, kwa sababu kama akiondoka atakuwa malengo yake hayajatimia, kwa hivyo inabidi aweze kubaki, kitu ambacho anakipambania. Na ndio maana alijaribu kujibadilisha, aweze kuweka ile tunaita kwamba ni sura ya unafiki au unafiki ambao aliweza kufanya, ili kusudi kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha kwamba upande wa Kelvin anakuwa hana wasiwasi naye kutokana na hisia